Napenda ulichokifanya. Yule mwanangu mimi sikuwa na chaguo lingine zaidi ya lile nililolifanya, kwa sababu kijana wako alinikera sana. Hata kama alikukera, mimi ni mzazi wake. Ulitakiwa kuniletea malalamiko ya mtoto yule, alafu mimi ndo ningejua nifanye nini. Sasa nisikilize vizuri, na kuonya iwe mwanzo na mwisho. Ukirudia tena mzee, mimi nashukuru sana kwa ujio wako. Nimekuita mara moja na umeniitikia. Kwanza nashukuru kwa kuwa wewe una nafasi kubwa sana kwenye kijiji, unaheshimika, lakini umechagua kuwa na rafiki kama mimi, japokuwa mdogo. Kwa hiyo nashukuru kwa kuja mzee. Sawa, bila shaka mimi nimekusamini, ndio maana nikaamua kufanya hivyo. Nimekuja kukusikiliza. Heshima haina mdogo wala mkubwa, wote wanatakiwa kuheshimiwa, mdogo kumheshimu mkubwa, mkubwa kumheshimu mdogo. Sasa sema shida yako ili nielewe. Bwana mzee, mimi tatizo langu kubwa sana linalonisibu kijana wako. Kijana wako amekuwa tatizo sana katika kijiji hiki kwa sasa hivi. Yaani kawa mshenzi, haheshimu watu hata kidogo, na chanzo cha yote tukimuuliza anajivunia wewe. Sawa, labda nikwambie kitu. Yule ni mtoto wangu mimi. Nadhani hakuna kitachojificha. Kama ndivyo anafanya hivi, mimi ndio dawa yake, nitamaliza. Mimi nimekushukuru kwa hiyo. Niseme hivi, niache mimi niende. Lakini hakikisha maeneo yako yanapoteza. Ni lazima hata kama unasikia ukubwa ni jarara, lakini sio kwa hilo. Si unasikia? Hata kama unasikia ukubwa ni jarara, lakini si kwa hilo, basi dawa yake mimi ndio msaidizi, hakuna mwingine, nitamaliza. Basi mimi nashukuru sana. Asante. Nashukuru sana. Karibu sana bwana. Mimi nakuja. Karibu nyumbani. Haya. Afadhali nilivyokuona. Ufikaji wako katika huu mji kwangu imekuwa ni tatizo. Wewe unajikuta nani? Yaani umaarufu wangu wote umepotea. Ngoja ni kwanza nicheke. Unacheka na maana mimi nachekesha. Inawezekana utakuwa unachekesha. Sababu kipindi unatawala wewe, tawala alikuwa hajafika kwenye imani yake. Sasa tawala ameshafika kwenye imani yake. Inabidi uachie utawala. Yaani kwenye mji lazima ukifika, lazima wakute wandaa wa mji huu. Kama sisi, huwezi kufika tu ukakurupuka kuongea. Sijui unanielewa? Una undewa wowote juu ya kuongea. Au ushajisaulisha mimi nakaa kwa nani? Au unataka niseme mimi mtoto wa nani? Niseme? Basi acha makontawa tutawale mji sasa. Wewe vipi bwana?
Wewe nini bwana, acha tuje nafasi bwana. Mjomba na wasfa na mimi nitafanya chochote. Na hakuna mtu yeyote atakayeni changanya kwenye huu. Nendo. Nimefuata wito. Karibu mzee wangu. Asante. Sawa. Mzee wangu, nimekuita hapa mimi. Kuna kijana wako huko nyumbani kwako anasumbua sana hichi kijiji. Kijana huyu tabia zake sio nzuri, sio kwa mtu mmoja. Shapata malalamiko kwa watu wengi tu. Bila sasa hadi mimi mwenyewe limenifika. Kijana wako anataka kunibaka mimi. Labda niseme kitu. Wewe ni mwanafunzi wa kwangu mimi. Nimekufundisha mwenyewe na haki ya kuzungumza ukweli. Hii tabia ya huyu mtoto si ngeni. Kwa watu wengi sana naisikia. Sasa labda nikwambie kitu. Mimi binafsi ndio mtoto wangu. Mimi mshindwa. Hii hali ishanichosha kabisa. Kama umeshindwa mzee wangu, hilo swala niachie. Nitamrekebisha. Aswa! Hapo swadakta. Kama utafanya hivyo, mimi nitashukuru. Kwa sababu asiyefunzwa na mamaye atafunzwa na ulimwengu. Sasa mfundishe. Nimeisha hilo mzee wangu. Haya, mimi naenda. Haya, karibu sana baba. Vipi mchumba? Safi. Kwa ndio ulikuwa unakuja geto hapo?